chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, serikali ifanya mapinduzi makubwa ya kuhakikisha kwamba ununuzi huu ufanyike kidijitali na kuwe kuna mfumo wetu wa kusimamia, kwa sababu ya ugumu wa kusimamia ununuzi wote katika ngazi zote hizo. Kufanya nje ya mfumo wa kielektroniki inakuwa ngumu, na ndio maana serikali ikatuelekeza sisi PPRA kupitia sheria ya mwaka 2023 na kanuni zake za 24 tujenge mfumo wa ununuzi unaitwa NeST. Na NeST kwa kifupi ni National Electronic Procurement System of Tanzania, ndio maana yake. Of course pia tumetoa kwa sababu ya kufanya lisomeke kirahisi, ni National Electronic Procurement System of Tanzania. Na mfumo huu kama nitavyoelezea umejengwa na wazawa na ni mfumo wetu ambao tunaumiliki kama mamlaka lakini kama nchi. Kwa hiyo sheria mpya ya mwaka 2023 imeipa PPRA mamlaka ya kuanzisha na kusimamia mfumo wa ununuzi kama nilivyoeleza kwa njia ya mtandao e-procurement system, ili kurahisisha uchakataji wa zabuni za umma zote kwa kupitia mfumo. Lakini kikubwa ilikuwa ni kuboresha ununuzi wa umma kielektroniki kwa kutumia mtandao. Na NeST ilizinduliwa Julai 1, ilianza kutumika Julai 1, 2023 na ilizinduliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Septemba 9 mwaka jana 2024, akiwakilishwa na Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Mheshimiwa Doto Biteko kupitia hafla kongamano ambalo ilifanyika jijini Arusha, na ilikuwa ni ilikuwa ni kongamano la ununuzi wa umma la Afrika Mashariki. Na hii ni NeST imekuja kama mbadala ya mfumo ambao tulikuwa tunautumia awali, ulikuwa unaitwa TANEPS. TANEPS ni mfumo ambao tulikuwa tumeununua nje ya mkandarasi, la kutokana na ugumu wa kufanya kazi kwa haraka ilibidi serikali itoe maelekezo ya sisi kujenga mfumo wetu. Kwa hiyo tuliachana na TANEPS na sasa hivi tunatumia NeST ambayo ni mfumo wetu tuliojenga wenyewe. Sasa malengo ya mfumo ni nini? Ni kama haya kwa ufupi: kuhakikisha kuna ukizi wa sheria katika maeneo mbalimbali ya ununuzi wa umma, kuongeza ushindani na kupunguza mianya ya rushwa, kuongeza uwazi katika ununuzi wa umma, kupunguza muda na gharama ya mchakato wa ununuzi wa umma, kuimarisha ushiriki wa wazabuni wa ndani na nje, kuongeza ufanisi wa ununuzi kutumia teknolojia na kuongeza uwajibikaji na thamani halisi ya fedha. Sasa kupitia mfumo huu michakato yote inafanyika ndani. Kwa mfano, inatakiwa hili uweze kufanya ununuzi, na hiyo ni kwa wote, pande zote mbili, anayetaka kununua huduma na anayeuza huduma, mzabuni lazima kujisajili. Na kupitia NeST tunajengea moduli inaitwa e-registration, na mpaka sasa wazabuni 33,472 wameshasajiliwa, na wandani ni 31,686 na wa nje ni 1,503. Lakini mchakato mzima wa ununuzi ambao ni tendering unafanyika nao katika mfumo unaitwa e-tendering, na inatumika kwa hatua zote za ununuzi kuanzia mpango wa ununuzi, yani APP, annual procurement plan, mpaka ununuzi na utoaji wa tuzo. Vile vile mikataba imeanza kufanyika, na tunategemea sasa toka April tumeanza kufanya mikataba ndani ya mfumo, na malipo nayo yanaweza kufanyika ndani ya mfumo. Hapo baadaye tutatarajia kutengeneza module nyingine 2 ambazo ni e-catalog au marketplace pamoja na auction. Sasa kikubwa zaidi ambacho tumekifanya ni kuongeza moduli saidizi, ambapo ukaguzi au audit unaweza kuifanya kwenye mfumo, kwa sababu taratibu zote za ununuzi zinafanyika ndani. Kwa hiyo unaweza ukaingia kwenye mfumo na enda kwenye taasisi fulani na kuanza kufuatilia kama ununuzi ulikuwa umefuata misingi ya sheria. Kuna complaints and appeal, wale wazabuni ambao wanalalamika kutokana na michakato ya ununuzi. Malalamiko yao sasa wanaweza kuingia kwenye mfumo na kuleta malalamiko yao ambao wanaweza kufanywa kazi kwa haraka.
Lakini kingine ni vetting ya mikataba. Kuna mikataba ambayo inachunguzwa na kufanywa vetting ndani ya taasisi na mingine inakwenda kwa mwanasheria mkuu wa serikali. Sasa nielezee tu matumizi ya mfumo mpaka sasa hivi. Hadi kufikia Machi 2025, wazabuni 34,678 waliidhinishwa na kusajiliwa, na kati ya hao 33,114 ni wazabuni wa ndani na 1,564 ni wazabuni kutoka nje ya nchi. Katika taasisi nunuzi zote, jumla ya taasisi nunuzi 57,963 zimesajiliwa NeST zikiwa na jumla ya watumiaji 117,900. Kati ya hiyo sasa kuna taasisi kuu 1,215. Hizi ni taasisi kuu, lakini taasisi zilizo katika ngazi ya serikali ya mtaa ni 56,778. Na hizi ndio halmashauri zote chini ya serikali ya mtaa, na maana shule, zahanati zote tumezipa uwezo wa kuweza kufanya maamuzi yao kwa kupitia mfumo wa NeST. Aidha, watumiaji 53,564 wamesajiliwa na wasimamizi wa zabuni. Shule na vituo vya afya, zahanati, kata, vijiji, mitaa 56,778. Hadi kufikia Machi 2025, jumla ya taasisi kama nilivyosema awali 1,215 zilitangaza mipango ya ununuzi ya mwaka yenye thamani ya trilioni 46. Hiki ni kipindi cha miaka miwili. Jumla ya zabuni 1,144,096 zilitangazwa zenye jumla na zabuni 54,275 zilifunguliwa. Vile vile tuzo zilizotolewa ni 130,000 zilizotolewa zenye thamani ya trilioni 14.9. Kwa hiyo tunaona kwamba matumizi ya mfumo yanavuta zabuni nyingi na kufanya kazi ambayo tunaifanya iende vizuri na tuweze kusimamia vizuri. Lakini ili kurahisisha, kama nilivyosema, tumekwenda ngazi ya chini. Ngazi ya chini ya serikali ya mitaa zinahusisha kama nilivyosema shule za sekondari, msingi, vituo vya afya, zahanati, kata, vijiji na mitaa. Zenyewe zimeenda kutangaza mpango wa ununuzi wa takribani trilioni 1.5 na zilikuwa ni zabuni 139. Na jumla ya zabuni 122,967 zilitangazwa zenye thamani ya shilingi bilioni 947. Na zabuni 50 ziliweza kutolewa zenye thamani ya bilioni 476. Sasa ili kurahisisha, naweza mkatuuliza kwenye ngazi hizo za chini tunafanyaje? Tumewarahisishia kwa kuwatengenezea application ya simu. Kwa hiyo wanaweza kufanya ununuzi kwa kutumia simu janja ambayo inatumiwa kwa taasisi za ununuzi katika ngazi ya shule na vituo vya afya, vijiji, mitaa na kata. Vile vile application hii inatumiwa na wazabuni katika kupata taarifa na kuomba zabuni. Kwa hiyo ina maana kwa wote, mzabuni ambaye ameshajiandikisha kwa ile eneo analofanya kazi, zabuni ikitangazwa anapata ujumbe wa simu, na kwa sababu ni ngazi ya chini, ununuzi mdogo mdogo, tumerahisisha wanaweza kufanya huo kutumia simu janja. Tumeendelea kutoa mafunzo ya usaidizi kwa wateja na vikundi mbalimbali na makundi mbalimbali kama waheshimiwa wabunge, wakurugenzi wa halmashauri, viongozi wa taasisi za umma, wataalamu wa ununuzi, maafisa tehama. Wote hao tumekuwa tukiwafikia katika kuwapa mafunzo. Kwa mwaka wa fedha 2024/25 mamlaka imeshatoa mafunzo ya jumla washiriki 117,826 na kufikia Februari kutoka wadau 9,000 karibu wadau 10,000 wameshapewa mafunzo haya. Tukifuata na kutekeleza maagizo ya Mheshimiwa Rais, huu mfumo wa NeST tumeunganisha na mifumo mingine 20. Kama unavyoona hapo, leo ukiwa unajisajili NeST hautakiwi uje na document ya kuipandisha kwenye mfumo. Kwa mfano, ukitakiwa utoe taarifa zako za usajili BRELA, unachotakiwa kufanya wakati wa zoezi la kujiandikisha ni kuandika namba yako tu ya usajili,
na mfumo wa NeST unaenda katika mfumo wa BRELA na kuvuta hizo taarifa. Sio hapo tu, maeneo yote yanahusiana na, kwa mfano, tausi kwenye leseni. Utakuja na leseni ukaipandisha kwenye mfumo, utaandika leseni namba, yenyewe itavuta. NSSF, WCF, IMRS, GPG, PlanRep, ERB, na yote hii mifumo tumeweza kuiunganisha. Hata mfumo wa TRA unatakiwa utoe tax clearance, hautaleta cheti tena, yenyewe itaenda kwa kufuata ile namba uliyoweka, inavuta. Sasa maana yake ni hiyo inapunguza kwa kiasi kikubwa upakiaji wa nyaraka zinazohitajika kwenye usajili na michakato ya ununuzi wa umma, na hii inaondoa udanganyifu. Na kama mtavyoona mbele ni kwamba wengi mnafahamu ununuzi wa umma wakati mwingine ilikuwa ni kabrasha kubwa sana. Ukiwa umeshafanya usajili kama hivi kwenye mfumo, hauhitaji tena kurudia, na pale ambapo unatakiwa kuisha taarifa zako, ina maana ni kwenda kwenye taasisi husika. Ukisha uisha taarifa zako, hizo taarifa zako unazipata katika mfumo wa NeST. Sasa mafanikio ambayo tumeshayapata mpaka sasa kwa kuanzisha huu mfumo, kwa mwaka wa fedha 23-24 serikali imeweza kuokoa fedha za dola ya Kimarekani milioni 4.9 sawa na bilioni 13.3. Gharama hizi ni gharama ambazo zingetumika katika ununuzi wa karatasi kwa ajili ya maandalizi ya ukamilishaji wa zabuni, na inakadiriwa tangu kuanza kutumika mfumo wa NeST. Kwa hiyo maana zile makaratasi ambayo ungekuwa unakimbia nayo kwa kutumia mfumo wa NeST, na maana umeweza kuepukana nayo. Kipindi cha mwaka wa fedha 23 vile vile pekee, utafiti wa awali uliofanywa na mamlaka umebaini matumizi ya mfumo wa NeST yameweza kuokoa au kupunguza metric tani 617.85 ya utoaji wa carbon ya angani, yani carbon footprint reduction, kwa sababu ya hata ile kukimbiza hizi zabuni. Sasa hivi hiyo swala halipo tena, kwa sababu unakaa kwenye dawati lako, yote unayafanya katika dawati lako. Mfumo umepunguza muda wa taasisi nunuzi kufanya ununuzi wao kuanzia mwanzo wa admission. Umepunguza vile vile uchakataji wa zabuni na uwepo wa nyaraka za zabuni ndani ya mfumo umepunguza kiasi kikubwa muda ambao taasisi nunuzi walitumia wakati uandaji wa zabuni. Kuna changamoto kama unavyofahamu, mfumo ukiwa mpya, kuna watu kuogopa labda na kutokuwa na elimu sahihi. Wakati mwingine tunapata changamoto kidogo za tehama, lakini ambazo tumezifanyia kazi, na unaweza kujiuliza tunafikaje kwenye ngazi ya kata. Tumeweza kujiunga na mfumo wa wenzetu wa TAMISEMI, TAMISEMI MPLS, ambapo katika eneo lolote ambao ofisi ya TAMISEMI ipo, kwa kutumia data cable tu ukiunga unapata mfumo. Lakini tunafanya kazi na wenzetu wa UCSAF kuweza kupeleka minara yale maeneo ambao kweli yana shida ya mfumo. Lakini niwahakikishieni mpaka sasa hivi maeneo yote ambayo mtandao unafika, unaweza kufanya shughuli zako za NeST bila wasiwasi. Tunaendelea kuwajengea wataalamu wetu uwezo pamoja na kupata rasilimali watu katika kutekeleza majukumu yetu. Sasa mipango ya baadaye ikoje? Mipango ya baadaye ni kuanza ujenzi wa moduli ya auction na hiyo catalog ambayo itapunguza sana mchakato wa ununuzi, kwa sababu kampuni ambazo ziko tayari kutoa huduma zitakuwa tayari zimesajili huduma zao kama ni vitu. Kwa hiyo wewe ukiwa taasisi nunuzi kwa nyingine, sasa tunasema common used items, unataka kununua maji, kununua karatasi, hakuna haja ya kufanya mchakato wa ununuzi. Unaingia tu, unatazama bei, unavuta, inatoka LPO, unakwenda kwa haraka. Kwa hiyo kuna mabadiliko ambayo tutakuja kuyafanya katika kujenga mifumo hii ambayo itarahisisha sana ununuzi wa umma. Lakini vile vile tunakamilisha zoezi la utafiti wa kuweka bei kikomo. Nia ni kuhakikisha kwamba serikali inanunua huduma au bidhaa kwa bei ambazo ni za ushindani. Kwa baadhi ya bidhaa zitawekwa kwenye mfumo wa NeST kwa ajili ya kutumiwa na taasisi nunuzi. Bei hizo zitasaidia kupunguza changamoto kwa serikali kununua huduma na bidhaa kwa bei kubwa zisizokuwa na uhalisia. Kwa mfano, maji yatanunuliwa kati ya shilingi 500 mpaka 550. Tofauti na kuiacha wazi, unakuta kuna wengine wanapata maji haya kwa bei kubwa sana. Kwa hiyo tutaweka bei kikomo ndani ya mfumo katika kuharakisha. Lakini kingine
kufuatia kukamilika kwa utafiti ambao tuliofanya wa price adjustment formula ambao sana sana inatumika katika miradi mikubwa, tutaelekeza taasisi nunuzi na ndani ya mfumo tutajenga price adjustment formula ambayo itasababisha serikali kuweza kuokoa fedha nyingi. Lakini kingine ni kuwa na real time monitoring, yani kuweza kuifuatilia michakato ya ununuzi kwa wakati, kwa sababu tunayo kwenye mfumo, ni rahisi kuona kinachotokea. Kwa ina maana tunaweza tukazishauri taasisi nunuzi mapema kuliko kusubiri mchakato wa ununuzi umeshaharibika mnakuja kufanya postmortem. Hii contract kama nilivyosema, mikataba ndani, na mikataba tunapoweza kuisimamia, kuitoa ndani ya mfumo na kuisimamia ndani ya mfumo, kuna faida kubwa sana ambazo zitakuja. Ni kwamba kwa kuifanya hii contract na kuifuatilia ndani ya mfumo wa NeST, malipo kwa wazabuni yatafunganishwa na mikataba itakozalishwa kwenye mfumo wa NeST, kwa sababu ni mkataba pamoja na mfumo malipo. Baadhi ya faida za kulipa mikataba kwa NeST pekee ni pamoja na ununuzi wote utafanyika kwa mujibu wa bajeti iliyopangwa na Bunge, na hivyo kupunguza madeni ya serikali yanatokana na ununuzi wa nje ya wa mpango wa bajeti ya serikali. Kingine, kufuatilia utekelezaji wa mikataba kwa wakati, kupunguza malalamiko ya zabuni hususan wa kandarasi kucheleweshwa malipo yao, na kulipa mikataba kupitia NeST pekee kutapelekea taasisi zote za umma kutumia mfumo bila kukwepa. Na tunamalizia hatua ya mwisho. Kwa hiyo tunaona kwamba kesho ni bora zaidi kwa jinsi ambavyo tunaendelea kuujenga mfumo wetu. Sasa haya mageuzi ya kisheria, kwa sababu ukumbuke mfumo wa NeST tumeujenga kufata matakwa ya sheria hii mpya ya mwaka 23 na kanuni zake za 24. Upendeleo wa Watanzania. Sheria hii yetu ya mwaka 2023 imeelekeza taasisi nunuzi kuhakikisha zinatoa upendeleo maalum kwa wakandarasi, makampuni na wazabuni wa ndani ambayo ni 30%. Kwa mfano, kama bajeti yako kwa mfano ya ununuzi ni bilioni 1, hakikisha milioni 300 zinapelekwa kwa wazawa, makampuni, wazabuni wa ndani. Lakini upande wa pili kule unaona 30% ya bajeti kwa makundi maalum. Sheria hii vile vile imeelekeza taasisi nunuzi zihakikishe katika ununuzi wake inatenga 30% kwa makundi maalum. Tunaweza kujiuliza makundi maalum ni yapi? Ni wanawake, vijana, wazee na watu wenye mahitaji maalum. Na ndio maana katika video ile tuliyotangulia mliona testimony pale, umeona hayo makundi ndio tunawagusa. Sasa tizama, tunazungumzia bajeti ya serikali takriban trilioni 45 kwenda 50. 30% ni kiasi gani? Mimi wanapenda kuiweka katika namba ya trilioni 5. Kwa hiyo serikali hii pendwa imezielekeza taasisi nunuzi kuhakikisha zinatenga 30% kwa makundi maalum. Kwa hiyo tunaweza tukazungumzia trilioni 5 ambayo iko tayari kuwafikia haya makundi. Kwa hiyo tuna kazi kubwa ya kufanya tukishirikiana na wizara zote zinazohusika na eneo hili, ofisi ya waziri mkuu, wizara ya kazi vijana, wizara ya wanawake na makundi maalum, na sisi PPRA. Lakini hatuishi hapo, tuna kazi kubwa ya kufanya na taasisi nunuzi kuhakikisha kwamba zinatenga katika mipango yao ya budget, na tukishirikiana katika kuwasimamia kuhakikisha kwamba hili hitaji la kisheria tunalitekeleza. Litasaidia sana kupeleka kazi kwa makundi haya na kupunguza changamoto za ajira ambazo zimekuwa zikijitokeza. Pamoja na hayo, sheria hii imeziwezesha zile taasisi ambazo ziko katika mlengo wa kibiashara kurahisisha michakato yao ununuzi, na tumekuwa tukiwasaidia, na wengi wanaokuwa katika milengo ya kibiashara wanafanya vizuri kwa kutumia sheria hii. Kampuni za Tanzania, kwa mfano katika eneo hili kwamba kampuni ya Tanzania lazima iwe kiongozi. Sheria hii imeruhusu kuwa na joint venture, kuunganisha kampuni ili ziweze kufanya kazi, lakini imeelekeza kutapokuwa na muunganiko wa makampuni, basi kampuni ya Kitanzania ndio iwe kampuni kiongozi katika kufanya hiyo kazi. Ulazima wa kutumia mfumo wa elektroniki kama nilivyosema kwamba ununuzi wote sasa katika sheria hii umeelekeza lazima ufanyike kwa kutumia mfumo wa NeST. Na vile vile pamoja na hayo, unajua katika shughuli za ununuzi wa mambo mengi yanatokea.
PPRA katika sheria hii tumepewa mamlaka ya kushtaki. Kwa hiyo kwa wale ambao watakuwa wanakiuka sheria hii imeeleza maeneo mbalimbali ambapo mamlaka itaweza kuwashtaki ili waachane na hizo mbinu ambazo zinapingana na sheria na kuwarudisha kwenye mstari. Kwa hiyo kuna mafanikio mengi sana ambayo tumeshayapata mpaka sasa. Unaweza ukasema okay, hiyo ya makundi maalum tumefikia wapi? Upande wa kulia unaona makundi maalum mpaka sasa zabuni zenye thamani ya bilioni 15 zimeshaweza kutolewa. Ila hiyo inaendana na ile nilosema mwanzo. Ina maana bado mwamko ni mdogo. Tunahitaji kuongeza kasi ili ya makundi siku moja tukikaa hapa tuanze kuzungumzia bilioni 200, bilioni 500 hata trilioni 1 ya kutoa katika makundi maalum. Lakini tunakwenda kwa sababu ukitizama tulikuwa wapi mwaka jana na mpaka sasa hivi tunaona kabisa kuna mabadiliko, lakini ni eneo ambalo kama mamlaka tunaendelea kushirikiana na taasisi ununuzi kuhakikisha kwamba tunaongeza kasi. Wapo wengi, uhitaji upo, sasa tutawafikiaje kwa haraka tuweze kuboresha eneo hili. Kama nilivyosema, tumeweza sasa kupeleka ununuzi wa umma mpaka ngazi ya msingi. Na ndio umeona sasa hivi ukizunguka nchini miradi inakwenda kwa haraka. Ni kwa sababu tumewawezesha sasa mpaka ngazi ya msingi wanaweza kufanya ununuzi wao, kuusimamia na kuweza kupeleka kwa kasi. Mliona kwamba katika video tulionyesha huu mfumo umeshaanza kutambuliwa na tulipata tuzo ya kuwa mfumo bora wenye ubunifu Afrika mwishoni mwa mwaka jana. Wazabuni wengi wanaendelea kusajiliwa. Zabuni zinazotolewa zinazidi kuongezeka zaidi ya trilioni 14. Mifumo imeunganishwa, lakini kuna mifumo mingine ambayo tutaendelea kuijenga kadri tunavyosogea. Tunaweza kujiuliza, je, miradi mikubwa inapita kwenye NeST? Ndio. Kwa mfano uwanja wa mpira ule ambao unatumika kwa AFCON, mchakato wake ulifanyika kwenye NeST na mzabuni alipatikana humo. Zabuni thamani ya bilioni 286. Bandari ya Kisiwa Ngao bilioni 368. Uwanja wa mpira wa miguu Dodoma bilioni 310 na gati la kisasa bilioni 461. Kwa hiyo ni kuanzia zabuni ndogo za milioni 1, milioni 200 mpaka mabilioni ya pesa tumekuwa manage kupitia mfumo wetu wa NeST. Na mengine haya kama ambao tumeshaeleza kwenye video, mafunzo na chunguzi ambazo tumezifanya. Kwa hiyo ndugu wahariri, waandishi wa habari na wote mlio hapa, nipende kusema kwamba kazi iendelee. Kwa hiyo ndio hayo ambayo tulisema leo tukutane hapa tuwafahamishe kuhusiana na yote yanahusiana na ununuzi wa umma, mamlaka inafanya nini, tunawaongoza vipi wale wanaotoa huduma na wale wanaopata huduma. Lengo ni kiwa kuleta ufanisi, uwazi na kuyapeleka kwa kasi maendeleo ya nchi, ambapo nadhani wote mnashuhudia. Yote hao mnayoona ni kwa sababu serikali hii tena ya awamu ya Mama Samia ya kusema haya, hebu tuyafanye kidijitali, tuweze kuyasimamia, kuyaona kwa kasi. Kwa hiyo wakati mwingine mnaweza msione, kumbe kuna taasisi ambazo ziko nyuma ya pazia zinafanya haya kwa kuwaongoza wengine hawa ambao wameamua kuingia katika miradi hii ya maendeleo kuweza kwenda kwa kasi. Kwa machache naomba kuwashukuru sana na kabisa maswali.